Asante. Kwa majina naitwa Dr. Boniface Kasululu, mimi ni mganga mkuu wa mkoa wa Songwe. Nashukuru kwa kunitembelea au kwa kuhitaji kupata taarifa za namna ambavyo mkoa umejipanga. Jambo la kwanza niseme tu kama ambavyo wananchi wamepata taarifa kupitia taarifa rasmi au tamko rasmi lililotolewa na Mheshimiwa Waziri wa Afya, lakini pia kupitia taarifa mbalimbali kutoka Wizara ya Afya kupitia kwa mganga mkuu wa serikali, hususan katika kipindi ambacho kilirushwa jana na moja ya chombo cha habari kwa ajili ya kuhabarisha umma. Ni kweli kwamba kama nchi imetangazwa kwamba kuna watu wamethibitika kuwa na ugonjwa huu wa mpox ambao ni wananchi wawili, lakini pengine nianze kwa kuzungumzia tu ugonjwa huu unasababishwa na nini? Ugonjwa huu unasababishwa na virusi ambavyo msingi wake vinatokana na wanyama aina ya nyani. Kwa ndio maana hilo neno mpox. Lakini dalili zake kuu ni dalili ambazo zinaweza kuwa zinapatikana kwenye dalili za magonjwa mengine pia. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa anaumwa kichwa, misuli au maumivu ya mwili kwa ujumla. Lakini dalili kuu akawa na homa pia. Dalili kubwa pengine ambayo inaweza kutofautisha magonjwa haya mengine na mpox ni eneo la vipele. Anaweza kupata vipele na mara nyingi vinakuwa vikubwa na maeneo hasa ya usoni, lakini kwenye viganja vya mikono, kwenye nyayo na kwenye maeneo mengine ya mwili. Sasa tunayo magonjwa mengi pia ambayo yanakuwa na dalili ya vipele. Kwa hiyo tutakuja kuona kwenye namna gani ya kumbaini. Kimsingi ni lazima mtu mwenye dalili za namna hiyo afikishwe au afike kwenye kituo cha kutolea huduma, na pale tuna utaratibu mzuri ambao umewekwa na serikali kwa ajili ya kuchukua sampuli, na baada ya kuchukua sampuli tunazituma kwenye maabara kuu ya taifa. Kwa mujibu wa sera ya afya ni kwamba magonjwa yote haya yanayohitaji kufuatiliwa au magonjwa ya mlipuko, utaratibu wake wa upimaji uko tofauti kidogo na magonjwa mengine. Kwa zile sampuli zinatumwa kwenye maabara kuu ya taifa, na baada ya hapo majibu yatakayotoka, kama mgonjwa amethibitika, mwenye dhamana na mamlaka ya kutoa taarifa hizo ni Waziri wa Afya, kama ambavyo imetokea kwenye jambo hili. Namna ya kujikinga imeelezwa mara nyingi sana. Tunaangalia zile njia zinazotumika au zinazoweza kumsababisha mtu akapata maambukizi. Kwa kuwa ugonjwa huu unaambukiza kwa njia ya kugusana, na unapogusana na mtu mwenye dalili au mwenye ugonjwa, sasa yale majimaji ya mtu huyo ndio yanakuwa yamebeba vile virusi. Kwa hiyo unapogusana naye pia unaweza ukapata huo uambukizo, na majimaji haya yanaweza kuwa sana kupitia vidonda au vipele alivyo navyo, lakini na majimaji mengine yanayotokana au yanayotokea kwenye mwili wa binadamu. Lakini utagusaje? Maanake kwa kusalimiana ama kwa kugusana mwili. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo tunatakiwa tuviepuke. Njia kuu za kujikinga, kwanza kuzingatia kanuni za afya, na hapa tunapozungumza magonjwa mengi haya kuambukiza yanapitia kwenye mkono, unawaji wa mikono. Kuhakikisha muda wote mikono yetu ni safi. Tumia maji yanayotiririka na sabuni, lakini ukiwa na vitakasa mikono ama vipukusi, kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatumika. Na usafi wa mazingira kwa ujumla katika jamii zetu tunapoishi, katika maeneo ya biashara, kwenye masoko na maeneo mengine ya mikusanyiko, kuhakikisha kwamba mazingira ni masafi. Lakini pia kama mikakati ambayo inatumika kuzuia sasa ugonjwa huu pengine usiingie katika eneo fulani, sisi ni mkoa ambao tunapakana na nchi nyingine, tuko mpakani. Kwa hiyo majirani zetu manake tunaingiliana, na ukiangalia sisi mkoa wa Songwe ndio njia kuu ya kuingia au kutoka kuelekea kwenye hizi nchi nyingine za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo tuna wageni wengi wanaoingia na kutoka kila siku. Sasa nini kinafanyika katika mpaka wetu mkuu wa Tunduma pale, lakini kule mpaka wa Isongole kule Ileje, tuna timu za afya ambazo muda wote
ziko pale. Tunao wataalamu ambao wako chini ya Wizara ya Afya na kitengo cha afya mpakani, na kazi kubwa ambayo inafanyika pale ni kuhakikisha tunafanya ule upimaji wa siku zote, tunasema routine screening, kwamba wageni wanapoingia kuna eneo maalum pale kunawa mikono, lakini wote lazima wapite kwenye ile scanner, thermal scanner, ambayo inaweza ikabaini zile dalili za mwanzo kupitia joto la mwili. Lakini pia wanapita katika eneo ambalo wataulizwa maswali huko walikotokea kama kuna dalili zozote, lakini na wao wenyewe kutazamwa kama wana dalili zozote, lakini pia na kupewa maelezo ya msingi ya kuchukua tahadhari wanapoingia nchini kwetu, na kwamba mtu yoyote ambaye anaweza kaona dalili ambazo sio za kawaida, basi nini afanye. Na serikali kupitia Wizara ya Afya pia imetoa mwongozo unaoongoza wageni wanaoingia nchini kwetu basi wazingatie mambo gani. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanafanyika au yanafanywa na serikali. Lakini kama mkoa pia tutoe wito kwamba huu ugonjwa kwa maana ya dalili zake, kwa kuwa zinafanana sana na magonjwa mengine, jambo la kwanza la msingi, mtu anapoona dalili hizo ama mtu anaposhuhudia mwenzake ana dalili nilizozitaja, ushauri wetu ni kwamba afike kwenye kituo cha kutolea huduma za afya popote ndani ya mkoa huu. Kwa hiyo akifika pale, watumishi wetu wana maelekezo mazuri ya kuwachunguza, kupata zile dalili za awali, na baada ya hapo watapatiwa huduma, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa katika maeneo mbalimbali katika mfumo wetu wa utoaji wa taarifa, na hapo wataweza kupatiwa msaada. Lakini kama mtu atabainika kuwa na tatizo, matibabu yapo, na kwa sehemu kubwa matibabu ya tatizo hili yanalenga zile dalili au na madhara yanayojitokeza. Kwa mfano, wengine huwa wanapata athari kwenye njia ya upumuaji kwa mfano, kwa hiyo atapatiwa msaada katika eneo hilo. Wengine huwa wanapata shida, kwa mfano kichwa kinauma sana, mwili unauma sana, maana atapata matibabu ya dhidi ya dalili ambazo atakuwa nazo. Kwa bahati mbaya magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi ikiwemo ugonjwa huu wa mpox huwa hayana tiba mahususi, kwamba utakwenda kuchukua alu kama ilivyo kwenye malaria au ugonjwa mwingine, tunatibu zile dalili. Lakini bahati nzuri pia ni kwamba magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi ukiwemo huu huwa yanakwisha yenyewe baada ya muda fulani, tunaita ni self limiting, kwamba baada ya muda basi zile dalili zote zinaondoka. Lakini jambo lingine, si ugonjwa ambao unaweza ukaua kwa haraka. Ndio maana unaweza kuona kwamba wanaweza kupata pengine wagonjwa wengi, lakini vifo vikawa hakuna au vikawa ni vichache. Kwa kusema hayo, wito ambao tunautoa au tunapewa kusisitiza ni kuhakikisha kwamba wananchi wasijengewe hofu, wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za uzalishaji kama kawaida, lakini huku tukichukua tahadhari za kujikinga na ugonjwa huu. Nilivyosema, moja ya mkakati mkubwa ambao unatekelezwa na mkoa ni kutoa elimu. Ndio maana tumeshukuru pia hata nyinyi kututembelea. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu hii kupitia kwa watumishi wetu waliopatiwa mafunzo kwenye halmashauri, kupita kwenye jamii, lakini pia kwa mkoa wetu wa Songwe tunalo kundi kubwa la watumishi wa shirika la Msalaba Mwekundu, na hata ninavyozungumza wapo katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Tuna zaidi ya wiki 2 sasa wanafanya kazi ya kupita kwenye jamii moja kwa moja, kukutana na makundi mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu sio tu ya mpox, lakini pia na magonjwa mengine ambayo ni ya kuambukizwa au ya kufuatiliwa. Na kabla ya kuanza kufanya zoezi hilo, tulikaa nao tukawapa mafunzo kuhusiana na mambo ya msingi ambayo wanatakiwa kuwafikishia wananchi. Kwa hiyo nikiri, inawezekana kwamba kuna wananchi bado elimu haijawafikia, lakini swala la kutoa elimu ni swala endelevu. Kwa hiyo kinachofanyika sasa tunaendelea nacho ili kuhakikisha kwamba sehemu kubwa ya wananchi kama sio wote wanaweza kupata taarifa hizi. Lakini tunazo redio za ndani ya mkoa ambazo kimsingi zinasikika karibu mkoa wote, maeneo yote ndani ya mkoa wetu. Wananchi wana uwezo wa kupata redio ambazo ni za ndani. Kwa hiyo tumekuwa tukienda.
Lakini kwa elimu ambayo tumekwisha wahi kuitoa pia hata kwenye kundi la waandishi wetu wa habari, ni vizuri basi vyombo hivi vya habari ndani ya mkoa navyo vikatumika kufikisha zile jumbe ndogo ndogo ambazo zinalenga kutoa elimu. Lakini si hivyo tu, kuna mkakati mkubwa sana wa kuwatumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Na sisi tunaona hili ni eneo muhimu sana kwa sababu wao ndio wanaishi na jamii. Na bahati nzuri kupitia ule mpango maalum wa serikali wa kurasimisha eneo hili la huduma za afya ngazi ya jamii, tunazo halmashauri mbili. Halmashauri ya mji wa Tunduma na halmashauri ya wilaya ya Ileje. Hizi ndio zimeanza kutekeleza mpango huo kwa wale watu wa huduma ngazi ya jamii walioainishwa kutoka kwenye kila kitongoji kupatiwa mafunzo. Kwa hiyo wana mafunzo ya kisasa kabisa. Miongoni mwa mambo ambayo wanapaswa kuyafanya ni pamoja na kutoa elimu na kufanya ufuatiliaji dhidi ya watu ambao wanaweza kuwa na dalili za magonjwa ya kuambukizwa. Na kwa nini tulichagua kuanza na halmashauri hizi mbili? Ni kwa sababu hizo hizo, kwamba ni halmashauri ambazo ziko mpakani, kwa hiyo kuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa na visa vya magonjwa haya. Kwa hiyo ndio maana hizo halmashauri zina hilo kundi la watumishi wa ngazi ya afya ya jamii ambao wamepatiwa mafunzo. Kwa mwananchi yoyote ambaye atapata dalili ambazo tumezitaja, kwa maana ya kuwa na vipele katika maeneo mbalimbali ya mwili, anakuwa na homa kali ama mwili kuuma, na haya mambo yakishaanza kutangazwa, wengine wanakuwa na wasiwasi, gharama yake ni ndogo tu. Sasa hivi tuna vituo vya kutolea huduma za afya karibu kwenye kila kijiji, karibu kwenye kila mtaa. Kwa hiyo anatakiwa tu kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Pale watamuona, na kama sio dalili za ugonjwa huu watamueleza kwamba wewe dalili hizi hazitoshi kufanya kwamba wewe uwe mruhusiwa. Kwa hiyo ataendelea na shughuli zake akiwa na amani. Kwa hiyo tusikae na dalili ambazo pengine unahisi ni za ugonjwa huu au magonjwa mengine ambayo huyajui, wakati vituo vipo na huduma ni bure, hakuna malipo yoyote. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, lakini pia kila mmoja awe balozi wa mwenzake. Asante sana.